sauti ya wananchi, sauti ya wananchi inasikika kwenye sanduku la kura. Ukipiga kura, kiwango cha idadi ya watu waliopiga kura kinatoa tafasiri ya imani na matumaini walionayo wananchi juu ya wale viongozi. Lakini la pili, kinaweka deni kwa viongozi waliochaguliwa kwa kura nyingi ya kwamba tusibweteke, kwa sababu uchaguzi ujao zikishuka kura zetu ni tafasiri ya kutokufanya vizuri na kukubalika kwa jamii iliyochagua. Kwa zoezi la upigaji wa kura ni zoezi muhimu sana, na ambalo sisi itatuwezesha kwenda kwenye mamlaka wakati wanalinganisha kata gani imeongoza kwa kura nyingi. Ndivyo itakuwa vile vile ambavyo sauti zenu zilizoko kwenye sanduku la kura zitakavyoongea kwa sauti kubwa kwenye miradi ya maendeleo kwenye kata husika. Baraza la madiwani au bunge ni vyombo vinavyokwenda kupambania keki ya taifa kuja kula na wananchi wake kwenye maeneo waliochagua. Kwa hiyo keki hiyo inaongezeka thamani kama ulikotoka ulikuja na nguvu kubwa, kama ambavyo vile jimbo letu hili linakula takriban 435,119. Sasa kwenye kila kata ukiziangalia, katika kata ya kwanza inaongoza ni kata ya Sokoni 1. Kata ya pili ni ya Muriet, inakaribia takriban 38. Zinaendelea kwenda. Tafasiri yake ni kwamba kwenye lile kapu zikitazamwa zile kura, hiyo sauti ndio itatuwezesha pale kwenye baraza la madiwani, akisimama diwani akaunguruma, na mimi nasema Mheshimiwa Msaikimea, kata hii ni nzito na ni ya muhimu kwa mustakabali mpana wa maendeleo ya jimbo letu, wapewe kama ambavyo Mheshimiwa diwani alipoomba. Ndivyo ilivyo nikienda Dodoma, sauti yangu itakuwa kubwa kwa sababu mchango wa kata yetu utakuwa mkubwa kwenye kapu la kura za taifa. Kwa Daktari Samia, walikuamini wananchi wa Tengeru, wamekupa kura za kutosha, tuwalipe imani hii kwa kuwaletea maendeleo. Kwa hiyo nasema niseme hilo ili pia watu waelewe ya kwamba hatuongelei tu upigaji wa kura. Upigaji wa kura tunaosema una mchango mkubwa sana wa maendeleo. Ndio maana sehemu ambazo hawashawishiki au wanashawishiana tofauti, tunawaambia hapana, twendeni ili tukapate nguvu ya kudai kile tunachokitaka tupewe. Usipokwenda kupiga kura unamdhorotesha na kumnyima nguvu Mheshimiwa diwani. Akiingia mle, jamani ndugu zangu, sasa watu wenyewe hata hawakwenda kukuchagua. Sasa unaomba nini? Wameridhika na hayo maisha. Mbunge wako sasa watu wenyewe hata hawakujitokeza kwenda kufanya nini? Sasa unatunyima nguvu. Tupeni kura za kutosha, tupate sauti ya kupigania maendeleo ya kata zetu. Jambo la pili, nilipata nafasi ya kuzindua kampeni ya mtaa kwa mtaa, na nadhani tulifanya kwenye kata hii ya Tengeru ya ugawaji wa nini, wa maji, na nilitoaga kauli ya kwamba naomba, wako wananchi hawana uwezo wa kulipa kwa mkupuo pesa ya kuunganishwa maji, waunganisheni maji, watakuwa wanalipa taratibu. Sasa leo hii nafasi tunayoiomba ni ya kwenda kujenga hoja na ya kwenda kutekeleza utekelezaji wa ilani. Matumaini yangu pale jiji pale, kuna wakati mtakuwa naona kuna moto na waka mle ndani, kuna watu wamekimbia, kuna wakati tutashangaa watu wameitwa wamerudishwa mle ndani. Maana yake heshima yetu sisi ni maendeleo ya watu waliochagua. Heshima yangu mimi kama mbunge, heshima ya diwani
heshima ya Daktari Samia ni maendeleo ya watu waliotupigia kura. Na jambo la maendeleo sio jambo la mchezo, kwa sababu ni jambo linalohusu maisha ya watu, lakini pia linahusu uhai wa watu. Tukiongelea maji tunaongelea uhai, tukiongelea elimu tunaongelea maisha, kwa sababu mtoto asiyeenda shule ni mzigo mkubwa mno kwa mzazi na kwa taifa pia. Ni mara 10 mtoto aende shule. Swala la ajira ni jambo jingine, lakini uelewa na ufahamu unaweza ukatuondoa kwenye mambo mengi ambayo tunayapata kwa watu ambao hawajapata bahati ya kwenda shule. Kwa ajenda yetu ya pili ieleweki ya kwamba hatutakuwa na mchezo na maendeleo ya jimbo letu la Arusha. Hatutasubiri mpaze sauti kutuambia kuna barabara mbovu wakati na sisi tunapita tunaziona barabara ni mbovu. Hatutasubiri mtuambie kuna shida ya maji wakati na sisi wenyewe tunashuhudia mama zetu wanataabika na nini? Na maji. Hatutasubiri mtuambie watoto wetu wanasafiri mwendo mrefu kutafuta elimu wakati na sisi wenyewe ni mashahidi ya kwamba kata kubwa kama hii ina shule za msingi 2. Na ukubwa wote huu shule za msingi 2. Idadi hii ya watu 20,000 shule za msingi 2. Hilo jambo hatutasubiri mtuambie. Tupeni imani, tupigeni kura na tuombeeni dua kwa Mungu usiku na mchana. Amen. Ili kazi hii tuifanye kwa uaminifu mkubwa, kwa sababu si tu kwamba tutaulizwa na nyinyi, tusie pia tukaulizwa na Mungu aliyetupa nafasi na uhai wa kushikilia nafasi. Kwa naomba nimalizie kwa kuomba. Wazee wangu, mmenipa heshima kubwa ya kuja hapa. Niwaombe kila mtu kwenye boma lake ahamasishe watu kwenda kupiga kura. Maombi yaliyofanywa hapa na viongozi ni dalili ya kwamba Mungu yuko mahali hapa pia. Kwa kwenye majengo yetu na makanisa yetu na misikiti yetu tuhamasishe watu waende kupiga kura. Hili zoezi la upigaji wa kura ndio mwarobaini na kitanzi chetu kwa miaka yetu 5. Huko kwingine nimewaambia kama kuna jimbo halina mgogoro, halina kelele na wananchi wake hawana mpango na kelele za kwenye mitandao, ni jimbo la Arusha mjini. Yaani sisi tumepata viongozi ambao tuna matumaini nao. Tukimwangalia Daktari Samia pale na kazi nzuri anayoifanya kwenye kata yetu ya Olomoti pale ya kutujengea mji wa michezo, na tayari ameshatoa maelekezo ya ujenzi wa barabara ya kutoka kwa Mlombo pale inazunguka kwenda mpaka Bondeni City, inaenda mpaka Orojoro, inakuja kutokea huku Fan Retreat. Hata huku kwetu tunapitiwa pia, kwa sababu barabara hiyo itakuwa ni bypass nyingine ya pili. Ina urefu wa kilomita 70. Kilomita ngapi jamani? 70. Na amesha saini mkataba. Baada ya uchaguzi tutaongeza tu chepuo ili pesa ipatikane, mkandarasi alipwe, aanze nini? Aanze ujenzi. Rais amekubali kutujengea reli kama iliyoko Dar es Salaam kwenda Dodoma, inaenda Kigoma, inaenda Mwanza. Amekubali kujenga reli ya SGR kutoka Tanga itakayopita hapa Arusha ili ibebe pia na magadi soda ipeleke huko Ulaya. Itaenda mpaka Manyara mpaka Msoma. Yale makontena yanayotoka bandari ya Tanga yabebe kupelekwa mpaka Msoma. Msoma pale ameshajenga meli ya mizigo itakuwa na beba kupeleka Kampala. Maana yake Kampala kwa nchi ya Uganda watachukua mizigo yao bandari ya wapi? Huku kote sisi ni hele na tengenezo. Ukitazama Arusha yetu hii, maeneo ambayo ni mazuri yanayopasa kupangwa vizuri ni pamoja na kata yetu hii. Na mimi nawaombeni wazee, msimuuzie mtu yoyote ardhi ndani ya mwaka mmoja huu. Kasoro mtu huyu tu Makonda basi.
Wengine msiuze kwa sababu ardhi itapanda bei sio muda mrefu. Ili pia mle keki ya baraka ambazo Mungu amewapa kukaa kwenye ardhi ya Arusha.